Habari za asubuhi mpenzi msikilizaji wa idhaa Kiswahili ya Radio Kivu popote pale ulipo, na tumaumri wa afya na uko chonjo radio yako kwa ajili ya kuendelea kutusikiliza na kukaribisha kwa mkunjufu kuweza kufuata uchambuzi wa habari zetu asubuhi ya leo, ambao unajumuisha na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za na ripota wetu toka eneo mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Safari ya Limasi ni mchambuzi wako leo asubuhi, na Saidi wa mitamboni na Jean Ekala Jaden pamoja na wote watakaosikika katika uchambuzi wa habari. Nasema karibu na tega sikio. Msikilizaji, kama ilivyo ada na desturi yetu ya kila siku, kabla ya kuingia kwenye undani wa uchambuzi wetu habari, unakuwa unapata fursa kuweza kufuata habari muhimu, ambako namkaribisha Paisake Mulucha Shibe. Karibu Isaac. Asante sana Safari Limasi. Kwenye ukurasa wa habari muhimu kwa asubuhi ya leo, habari mbili tumezipatia kipaumbele ni pamoja na tarafani Fizi, ambako shirika la raia Force Vive tarafani Fizi limeomba kwa serikali ya DRC pamoja na waasi wa AFC M23 kuheshimu hatua ya usitishwaji mapigano. Hivyo ni baada ya kuripotiwa mashambulizi mapya yaliyofanywa na waasi wa M23 katika kijiji cha Point Zero, mashambulizi ambayo yalisababisha maafa ya watu na vitu. Na kwenye habari ya kitaifa, akihutubia baraza la Umoja wa Mataifa, Zenon Mukongongei, mwakilishi wa kudumu wa DRC kwenye baraza hilo, amekosoa vikali itikadi ya mauaji ya kimbari inayochochewa na Rwanda, akisema kuwa haipatani kabisa na asili ya Wakongomani. Nitakuwepo hapa kuangazia undani wa taarifa hii. Habari kamili. Shirika la kusimamia wachuuzi wadogo na wale wakati Kopemeko linatarajia kuanzisha tena kazi zake mjini Baraka baada ya kuwasilisha dokumenti zilizohitajika kwenye serikali ya jimbo, ambayo ilisimamisha kazi za shirika hilo kwa kile ilisema shirika hilo la Kopemeko alijulikani jimboni Kivu Kusini. Akiwa mbele ya vipaza sauti vya Radio Kivu, Bwana Wilonja Nondo Mambafar, coordinator wa shirika la Kopemeko mjini Baraka, ameonyesha harakati ambazo tayari wamezifanya, akisema kuwa na matumaini kwa vile wao kama shirika wana uhuru ya kuendesha kazi zao kote nchini. Kopemeko iko parmi ya ma confederation bale ba partenaire direct ya l'État congolais. So nombre de 5 biko batano, kuko FENAPEC, kuko ANEP, kuko AMACO, kuko Kopemeko na FEC. Bale ndio ba partenaire privilégié ya l'État congolais. Sasa ni muda wa kutosha Kopemeko ilifika huku kwetu Fizi depuis 2023. Wakati ilifika hapa mvili ya Baraka, na waza tuliandikaka officiellement barua ya kusema tunataka installe Kopemeko yetu hapa mvili ya Baraka. Na waza wakati tuliandikia meya na yeye akatibia, akatupatia ile fursa ya kuinstalle, tukafanya installation yetu officielle. Tulishangalaka kupata tulipataka ile barua ya vice gouverneur kupitia ma réseaux sociaux kusema anasirisware ile barua yenye maire de la ville alituandikia sisi kwa kufanya makazi yetu, na nawaza watu walijiunga kwa wingi sana, na watu wenye wanajua wale wa leader wanasimamia Kopemeko walikuja kwa wingi. Kwa ile muda wakati ulionaka ile barua kwa réseaux sociaux, tulikuwa obligé tuende tufanye recours, kaandika barua zetu presque 3. Tukaandika barua ya kwanza ya information mu niveau ya province, kwa sababu gouvernement provincial kaseme ai reconnaître Kopemeko mu province ya Sud Kivu. Sisi tuko regina stati na tuko na personnalité juridique. Ni kusema kitu ishakuwa na personnalité juridique iko libre kuevre mwetandi yote ya republique kwa eneo napenda. Ya pili tukaandika barua ya kunegocier vice gouverneur angalie venye anaweza lever suspension ya ile barua aliandikiaka maire de la ville. Ya tatu bakalomba asema basi kama kweli mnasema mliexiste mu Sud Kivu mwa miaka tangeli kia mu 2002, muoneshe ma correspondance fulani zinaonesha nyinyi mlikuwa naongea na gouvernement provincial. Tukaandika lettre ya transmission ile madokima yote ma correspondance zote na ama invitation zote tulikuwa natumika nayo niveau ya gouvernement provincial. Sisi tuko na matumaini. Kwa nini? Kitu shirika ishakuwa na personnalité juridique, ni kusema iko libre kuevre kote kwenye napenda. Haiza Wilonja Nondo Mambafare amewataka wanamemba wa Kopemeko kubaki watulivu kwa kuwa kuna marumbano yoyote baina ya mashirika wafanya biashara mjini humu. Napenda kuambia wasikilizaji kwanza wanamemba wakuwe pose,
Sisi biro yetu tuko na ifungula iko wazi pale, kwa sababu tunajua tuko regina stati yetu na reglement d'ordre intérieur. Feke nayo iko regina stati yao na reglement d'ordre intérieur, na tuko na personnalité juridique, na sisi tuko na personnalité juridique. Atujue kama tunaweza ingiliana namna gani. Sisi tunajereni wachuruzi wadogo, donc bale ba micro, petite, moyenne entreprise, na ndo 80% nyeko kwetu Fizi. Wana memba wakuwe pose adhesion au affiliation haikuwa obligatoire. Kila mtu anakuwa libre kujiafilie kwa ile corporation ya inyanapenda. Kwa ile tano mimi natoka kusema pale, ni kusema kwanza wakuwe pose, basi kuwe intimide, kwa sababu adhesion haiko obligatoire. Teresie bote tunatumika juu ya wale watu. Objectif yetu ni kudefendre watu yetu na kumaximize recette ya eneo yetu. Tuna problem, tunajua bientôt kwa leo kesho tutapata kibarua yenye tatupatia haki yetu, kwa sababu sisi atuibe hapana na hatuwezi nyanyasa, lakini na hiyo Mungu atasaidia tutapata kibarua kizuri. Hiyo ilikuwa ni sauti yake Wilonja Nondo Mambafare ambaye ni mwenyekiti wa shirika la Kopemeko katika mji wa Baraka. Msikilizaji, tujielekeze huko tarafani Fizi ambako shirika la raia Force Vive tarafani Fizi limeomba kwa serikali ya DRC pamoja na waasi wa FC M23 kuheshimu hatua ya usitishwaji mapigano iliyorikisha waasi hao kushambulia kijiji cha Point Zero na kusababisha maafa ya watu na vitu. Bwana Jacques Alimasi, mwenyekiti wa shirika hilo la raia tarafani Fizi, amesema kuwa licha serikali na waasi kusaini makubaliano ya kusitisha mapigano, ila katika vijiji kadhaa tarafani Fizi na Mwenga bado mapambano yanaendelea. Hiyo ndugu mtangazaji, tumependa kulalama kufatana na hali ya usalama ambayo inaendelea kuzorota katika milima ya juu ya tarafa la Fizi hata na Mwenga. Hii leo wanamgambo wa M23 ambao wanashikiliana na Twiganeo wamekwenda kuvamia vijiji vya Bikiaka hata na vijiji vya Point Zero na Bilende, ambapo kumeripotiwa maafa makubwa, wa raia wameuliwa vikali na vitu vingi vimeharibika, manyumba kubomolewa na zile drone ambao zimetumwa na wale wanamgambo wa AFC M23. Hali kama na hiyo inajitokeza wakati ambapo pande zote mbili kati ya wanamgambo wa M23 na Twiganeo na wale wa government yetu ya Kongo inaendelea kusaini mikataba fulani huko Doha, Amerika. Hata hivyo juzi hapa tumekwenda kusikia kumekuwa hiyo ambayo tunaita communiqué conjoint ya pande zote mbili ambazo imeonyesha kwamba kunaweza kuwa mojawapo namna moja wala nyingine ya kupata usalama katika province ya Sud Kivu, hata hivyo katika tarafa la Fizi. Ni cha ajabu ni kwamba wanamgambo wa AFC M23 Twiganeo wamekwenda kuvamia vijiji hivyo wakati ambapo kuna mikataba fulani. Ndio kama tunaomba kwa pande zote mbili kuheshimu mikataba ambayo inaendelea kusainiwa na kuheshimu haki ya kibinadamu, kwa sababu ni raia ambao wanaendelea kuteseka, ni raia ambao wanaendelea kufa, ni raia ambao wanaendelea kupoteza vitu vyao. Hivyo tunaomba kwa wapartenaire wa gouvernement congolais, en particulier MONUSCO, kufanya jitihada yote ili kuboresha amani na kufanya iwezekanavyo ile ambayo tunaita commission wala mekanisme ya verification ya cessez-le-feu iwe institué, parce que tunajua kama ni manda ambayo MONUSCO ilipewa kwa kufanya surveillance ya cessez-le-feu. Mekanisme ya cessez-le-feu kukuwa institué kwa wakati kama na huu ni mojawapo ya njia ambazo zinaweza zikatuma vita visitishwe katika province ya Sud Kivu na Nord Kivu, kwa upekee katika tarafa la Fizi. Na kama kipenga kilivyolea upande wa pili, ni muda mzuri wa kuweza kufuara habari za michezo ambako namkaribisha hapa Omar Makelelozi. Na barabara kabisa mwenzangu Safari Limasidilwe. Leo katika habari za michezo kama kawaida mgongoni na valia namba 14 yake mchezaji Victor Gyokerese. Katika habari za michezo leo tuanzie na habari za hapa katika mji wa Baraka. Ni kwamba kulipigwa mechi ya michuano ya ligi ya nyumbani ya Championnat Local ambayo iliweza kutimua vume majira saa 9 katika uwanja wa Maendeleo, ambako vijana wa Ose Masanze Chinja huwa waliweza kuwachinjilia mbali vijana wa FC Academy Michel kwa kuweza
kuweza kuwatandika mabao 3-2. Tunasema asante kwa kuwa michuano ya ligi ya nyumbani yaendelea kutimua vumbi katika mji wa Baraka sasa, kisha miaka zaidi ya 2 michuano hiyo haiendelei tena katika mji wa Baraka. Na upande mwingine ni kwamba kundi la mashabiki wa Barcelona katika mji wa Baraka tawi la Baro liliweza kuonekana katika barabara ya kutoka Bandro hadi Mwandiga wakiwa kwenye mapikipiki, huku wakipiga vigelegele na nyimbo nyingi sana. Nini malengo ya kundi hilo kuonekana barabarani? Mheshimiwa 09 Kakatrua Bakoloba Pamba Kilo Mike ni mwenyekiti wa kundi hilo la mashabiki wa klabu ya FC Barcelona tawi ya Baro. Aeleza malengo kwanza ya wao kuonekana barabarani huku wakiwa na vitambaa vya FC Barcelona, na vile vile amehimiza kwa wengine mashabiki wa klabu ya FC Barcelona katika mji wa Baraka kujiunga nao kwa ajili ya maendeleo ya kundi hilo. Mheshimiwa Mtoka Lusenda La Grande Puissance MM09 Kakatrua Bakoloba Pamba Kilo Mike aeleza yafuatayo. Leo tuko na sherehe kubwa sana. Kufuatana na gisi tulialikwa, mwanamemba wetu mmoja wa Bandro alikuwa na sherehe ya kutosha mwalikazi wake, ndio ikabidi tuhamasishe wanamemba wa FC Barcelona shibo wote tujumuike pale kwetu kwa kujiunga, kwa kuonekana uko membre, unanunua fiche d'adhesion. Après fiche d'adhesion na kukua unatoa mchango yako, contribution yako, maana pale tunahakikisha kama wewe ni mshabiki wetu. Bako kibao sana. Kama wewe pekee uliona barabara, na uliona barabara manake, na mpaka saa hivi hatuyalala chini, mimi na visi wangu hatuyalala chini, tuko tunahimiza sana, ila tushakuwa na washabiki wa mingi sana. Kwa sasa tushafanya tu vitu ya mingi. Juu ya nini? Hivi hii kunji yetu hii tuko na mavizite mingi zenye tushafanya, kwa sababu mtu akigonjwa kama ni mambo yetu tunapasha jitahidi sana tufike pale kwenda mvizite. Mtu akizala tunapasha fika pale. Magumu yoyote yenye inapiganisha ule mwanamemba wetu tutafika pale. Kama mtu alifungwa, tuko tayari kufika pale kwenda jua probleme gani yenye ilimkuta mwanamemba wetu. Na upande wa bara la Ulaya ni kwamba klabu ya Manchester City pamoja na uongozi wake umetoa tamko kuhusu nyota wao John Stones kwamba ataondoka klabuni hapo katika dirisha hili la majira ya kiangazi. Hatua hii inaonyesha kwamba Manchester City wanajipanga kutafuta nyota mpya atakayeziba pengo la John Stones. Kwa sasa klabu hiyo inaonekana kupunguza baadhi ya wachezaji kutokana na mikataba yao kufikia ukomo. Manchester City pia inaendelea kuonesha ishara nzuri kuhusu usajili ujao na mabadiliko ndani ya kikosi chake kuelekea msimu ujao. Na mshambuliaji wa timu ya taifa ya Nigeria na klabu ya Atletico Madrid ya pale Uhispania Ademola Lookman amekuwa Mnigeria wa pili kuweza kupachika bao kwenye fainali ya kombe la mwanamfalme pale Uhispania ya Copa del Rey, kisha mchezaji Vinidi George kufanya hivyo mwaka wa 1997. Lookman sasa kwenye kombe hilo la Copa del Rey pale Uhispania amefunga mabao 3 kwenye michuano ya Copa del Rey pale Uhispania, ametoa pasi decisive 2 na kuweza kucheza mechi 4 katika michuano hiyo, na hivyo amekuwa sasa Mnigeria wa pili kuweza kupachika bao kunako finali ya kombe hilo la mwanamfalme pale Uhispania. Ni rasmi sasa, klabu ya FC Barcelona watakutana na klabu ya Atletico Madrid katika michuano ya Super Coupe ya Uhispania msimu ujao. Hiyo imekuja kisha Atletico Madrid kuweza kufika finali na kuweza kutandikwa kunako mikwaju ya manati mabao 4-3 na klabu ya Real Sociedad. Naweka nukta katika habari za michezo. Asante sana Umar Makelelo Zil kwa habari hizo za michezo. Msikilizaji, nikukumbushe kwamba katika ligi ya huko Ufaransa vijana wa Paris Saint-Germain waliweza kukula kichapo cha bao 2-1 dhidi ya Olympique Lyonnais ambako kunachezea mchezaji Henry ambaye alipana pass ya kupana bao, vile vile alifunga bao 1. Endapo ndo unakuja kujiunga nasi, nikukumbushe kwamba unaendelea kuitegea sikio za Kiswahili ya Radio Kivu na ni muda wa uchambuzi wa habari kwa lugha tukufu la Kiswahili. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronic na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz.
Kisha mapumziko hayo mafupi tujielekeze huko Itombwe ambako baraza la vijana ndani ya sekta Itombwe tarafani Mwenga limelaani vikali shambulio la ndege isizo na rubani iliyoendeshwa na waasi wa Twirwaneho tifu kwa AFC M23 asubuhi ya Jumapili ya tarehe 19 Aprili 2026 na kupelekea raia wa kijiji cha Point Zero wana wasiwasi mkubwa kwa kuwa walikuwa wakisubiri kuwasili kwa mkuu mpya wa sekta Itombwe Bwana Papi Batangochi Lubonga. Akiwa kwenye maiki ya redio yako Bwana Mfariji Lewis, kiongozi wa vijana sekta Itombwe, ameanza hapa kuonyesha namna raia wa eneo hilo walivyokuwa wakisubiri kwa hamu kubwa mkuu mpya wa sekta Itombwe. Tumekwenda kupokea kushimikwa kwa chef de secteur wa mpya pale Uvira tariki 17 mwezi wa 4 huu mwaka 2026. Sherehe ambazo zilikuwa zinasubiriwa na walio wengi wa mama, watoto, wadada na wakaka zitafanyika kunako jengo la makao makuu ya sekta pale Kipupu, lakini kulingana na ombi ama shurti za wakuu viongozi wa jimbo walikwenda kusema kwamba ni kulingana na hali ya usalama ndiyo imetuma sherehe hizo zikwenda kufanyika hapo Uvira. Na baadaye tukasema kwamba kulingana hizo hali za usalama ni kweli, na baada sasa kisha yeye kutawaziwa na kupewa madaraka, tunamsubiria sisi kama vijana raia wote wa Itombwe wanamsubiria chef de secteur wa mpya kijana wetu Maître Papi Batangochi Lubonga kuja kuanza kazi rasmi katika ofisa yake hapa Kipupu na kupeana madaraka na mwenzie ambaye ni ndugu Elewano Shimwendulwa Zidane ambaye alikuwa akiongoza sekta hii. Tukumbushe kwamba Shimwendulwa Zidane amepewa uongozi wa sekta ya Itombwe ilikuwa ni mnamo mwaka wa 2023 na kulingana na matatizo aliyokumbana naye kabisa, kwani kupewa madaraka hayo amekutana na vipingamizi vikubwa sana katika sekta ya Itombwe huku barua vingi sana vya kumshutumu, wengine kumkataa, na hiyo ilituma kabisa Shimwendulwa Zidane asitumike na hali kabisa ya uhuru. Na inapofika sasa mwezi wa 3 hapa ndiko tena kumeteuliwa kiongozi mwingine, ni huyu ambaye alikwenda kutawaziwa na kupewa hiyo madaraka hapo Uvira. Lakini sasa wakati raia ilikuwa ikitegemea chef de secteur kujua namna gani atawasili katika makao makuu ya sekta pale Kipupu kupitia tu njia yoyote ile anaweza akapenyeze ili afike kunako maeneo, kwani ni mtoto ambaye anajua hali na madhaifu na magumu ya eneo. Upande mwingine ameonyesha hapa namna drone zilivyoshambulia eneo la Point Zero na kupelekea wakaji wa eneo kubaki bila kuendesha shughuli yoyote. Asubuhi ya leo tariki 19 kumeripotiwa mkasa kabisa ambao umekwenda kutumiza mioyo ya drone kutoka upande wa waasi hao wa M23 Red Tabara ambao wamekwenda kufanya alliance nao wa Twirwaneho MRDP. Wamekwenda kushambulia vijiji ya Point Zero. Tusema kama kijiji cha Point Zero ni kijiji ambacho kimekuwa na watu wengi ambao walitoka maeneo za Mikenge na vitongoji vyake. Tukitaja Mikenge ya kwanza, ya pili, Blalo mbili, Ngezi, Tuetue, Kilulwe, na hao wote walikuwa maeneo za hapo za Point Zero, Bikiaka na kando. Wakati MRDP Twirwaneho iliwasili hapo, watu hao walishukia eneo za Mtambala, Kanguli na Kiele, Abala Abala D, na wakati jeshi ya taifa na wazalendo walikuwa kuwatimua tena hao wa Twirwaneho ambao walikuwa pale MRDP M23 FC na Red Tabara, na raia tena wakaanza rudia tangu mwanzo wa mwezi wa 3 na mwezi wa 2, na hiyo kabisa raia kuwa walikuwa washaanza rudia na wakaendelesha mpaka gisi waligomboa kijiji cha Mikenge. Lakini sasa wamekwenda kupigwa na drone, na hiyo mtangazaji imekwenda kutushangaza sana. Wakati hali ya kivita inaendelea kugeuza sura, wanaacha watu ambao wanashikilia silaha wanapambana nao na kuanza kushambulia vijiji vya raia. Imetutia hofu sana na inaleta mshangao sana, na hiyo yote inapatikana mtangazaji
hakuna media, hakuna video, hakuna declaration, ni mbunge ni nani, hakuna wa kusema, jambo ambalo limekwenda kutupatia hofu sana na boga. Tumeshindwa kujua kama sisi sekta Itombo sasa tulikulaka nini, tulikulaka cha nani, tuko na deni ya nani. Na hii shambulizi ya drone imekwenda kufuatwa na shambulizi zingine zilipitika Mikenge usiku wa tariki 8 kuamkia tariki 9, tena raia wamekwenda kusambaratishwa hapo, maafa yakatokea na mpaka hivi majeraha yangali ndani ya hospital pale Fizi, kwani hakuna kituo cha afya ambacho kinatumika kwa leo ndani ya sekta ya Itombwe. Vyote vimekwenda kushambuliwa na kubomolewa na kutwalwa kila kitu na hawa MRDP Twirwaneho, wakati wamekuwa wamedhibiti hiyo eneo ya Mikenge na kando kando mwake. Na mpaka sasa taarifa tunazo za matokeo ni kwamba watu 5 tayari wamekwenda kuogotwa maiti na watu zaidi ya 8 ndio wamekuwa na majeraha, na hapo wamesafirishwa hapo Fizi ili kuangalia namna gani ya kupewa matunzo. Mwishowe ameomba kwa serikali ya Kinshasa na jamii ya kimataifa kuingilia kati swala hilo. Sekta Itombwe, kituo cha afya cha pale Mikenge ambacho kilikuwa kikifanya huduma zake pale Tuetue hakijaanza kazi. Kituo cha afya kilikuwa pale Point0 cha Aleba nacho kianza fasi, na vituo vingine vyote pale vimekwenda kushambuliwa na hao waasi, havijaanza fasi, na hivyo ni magumu sana kwa raia, na hasa hiki kipindi cha kushambuliwa na drone. Na ndio maana tunakwenda kulaani vikali sana, tunalaani vikali sana vitendo vyote vya ukiukaji wa haki ya binadamu na anza kushambulia raia na drone. Ni jambo ambalo hatutalifumbia macho, huku tukiomba serikali yetu ya jimbo, serikali yetu ya huko Kinshasa yaangalie namna gani naweza ikafanya mbinu zote za kufungia anga ili raia wawe na usalama. Na mambo ambayo yanapatikana katika milima mirefu ya Fizi, Uvira na Mwenga, hususan ndani ya sekta ya Itombwe, imekwenda kututia hofu sana, kwani hakuna mawasiliano, hakuna vyombo vya kutembea barabarani, hakuna kitu, hakuna mwadasema, vitu vinapita tu. Ni kama vile maeneo ambako imekuwa nchi zingine ama eneo zingine ambazo hazipatikani ndani ya Kongo. Na huku tukionyesha pia Umoja wa Mataifa kwamba au wa MRDP Twirwaneho ambao wanataka kufanya alliance na M23 na AFC wanaendelea kugeuka mikataba ya usalama ama maseselefe, na huku shambulizaji wa raia na drone. Na hiyo jambo ambazo kabisa tunakwenda kuonesha Umoja wa Mataifa kujua kama masakre ambazo zinaendelea kufanyika ni sawasawa na zile ambazo tulikwenda kuorozesha tena mnamo mwaka wa 1996. Mnaona sisi tena kulikuwa maafa mengi sana, na ndio haya ambayo yanaendelea kupita derrière le rideau. Hakuna kitu, hakuna radio, hakuna media, hakuna television. Ni jambo ambalo limetukera sana. Na kwenye habari za kitaifa ni kwamba hakihutubia baraza la Umoja wa Mataifa, Zeno Mukongo Ngei, mwakilishi wa kudumu wa DRC kwenye baraza hilo, amekosoa vikali itikadi ya mauaji ya kimbari na uchochewa na Rwanda, akisema kuwa haipatani na asili ya Wakongomani. Mengi zaidi na Isaac Mulucha Shibe. Mvutano wa kidiplomasia unaendelea kuonekana kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Kila upande unashutumu mwenzake kwa kukiuka makubaliano yaliyoafikiwa katika mchakato wa amani unaoendelea, hasa mchakato wa Washington chini ya usimamizi wa Marekani unaowakilishwa na utawala wa Rais Donald Trump. Hali hii ilitokeza Jumatano tarehe 15 Aprili huko New York, Marekani, wakati wa mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa uliolenga kutathmini hali ya usalama kwenye ukanda wa Maziwa Makuu. Tofauti za misimamo bado ni kubwa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inadai kuondolewa mara moja kwa wanajeshi wa Rwanda, huku Rwanda ikisisitiza tishio la kundi la waasi la FDLR. Kwa mujibu wa Balozi Zenono Mukongo Ngei, mwakilishi wa kudumu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye Baraza la Umoja wa Mataifa, itikadi ya mauaji ya kimbari ambayo Kigali inajaribu kuhamishia nchini Kongo haimo katika asili ya taifa hili ambalo lina makabila mengi yanayoishi kwa amani na mshikamano kama ndugu kwa baba mmoja. Wakati mwakilishi wa Rwanda akirejelea mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini humo, anapoambia kuwa wahusika wa mauaji hayo wanapatikana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaweza kudhani kuwa anazungumzia Wakongomani, lakini hazungumzia Wakongomani, anazungumzia Wanyarwanda. FDLR wanaozungumziwa ni Wanyarwanda waliokimbia Rwanda na kuingia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa kwa sababu nchini Rwanda kuna makabila mawili yanayowindana. Nchini Rwanda ni vigumu kwa makabila hayo mawili kuishi pamoja, ili hali nchini DRC kuna zaidi ya makabila 450
yanayoishi pamoja kwa amani na maelewano kamili. Itikadi ya mauaji ya kimbari ambayo Rwanda inajaribu kuhamishia katika ardhi ya Kongo haiendani kabisa na asili ya Mkongomani wala hali halisi ya kijamii ya Kongo. Amesema hivyo mwakilishi wa kudumu wa DRC kwenye Umoja wa Mataifa. Kwa niaba ya serikali ya Kongo, Balozi Zenon Mukongongei alijikita katika kauli za Vincent Karega aliyewahi kufanya kazi hapa nchini DRC kabla ya kufukuzwa na baadaye kuhamishwa huko Algeria, akidai kuwa FDLR si tishio tena kwa Kigali. FDLR walitoka Rwanda. Wakati fulani balozi mashuhuri wa Rwanda aliyekuwa akihudumu Kinshasa aliwahi kusema kuwa FDLR si tishio tena kwa Rwanda. Kauli hiyo inapatikana hadharani mtandaoni. Hii ni hali ya mzunguko. Leo watasema FDLR, kesho watasema hotuba ya chuki, na kesho kutwa watakuja tena na hoja nyingine. Alibainisha hivyo katika hotuba yake mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Aidha, kwenye uwanja wa vita huko Kisangani, Luteni Generali Chalingoza Jacques, kamanda msaidizi wa kamandi kuu ya jeshi la FARDC, alizindua Jumapili tarehe 29 Machi katika kambi ya Bauma operation ya kuwafuatilia waasi wa FDLR ambao bado wapo katika ardhi ya Kongo. Kwa hiari au kwa nguvu wanapaswa kutukabili silaha zao. Hatuhitaji umwagaji wa damu. Wanapaswa kujisalimisha ili warejee nchini mwao Rwanda. Hapa si kwao, ni Kongo, alisema hivyo. Tumalizie na huko Burundi ambako rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ametoa ufafanuzi baada ya kutokea kwa milipuko katika ghala silaha na kugharimu maisha ya watu 13 na wengine 54 kujeruhiwa mjini Bujumbura mwezi uliopita. Bukur Elias Daniel na undani wa taarifa hii. Amesema kwa gara hilo hakukuwa na umeme ambao ungesababisha kutokea kwa milipuko iliyosababishwa na moto uliotokana na umeme, huku akisema kuwa uchunguzi bado unaendelea kufanyika. Nagara kugera haja kwatamuyaga nkuba ubayo. Jana atwaye kia gisata kiraba. Ninaweza kusema kuwa mahali pale hakuna umeme unaowekwa, na niliwahi kwa kiongozi wa sekta inayoangalia masuala ya silaha. Ni sehemu ninayoifahamu zaidi, na mojawapo ya vitu ambavyo haviwezi kuwekwa pale pamoja na umeme. Lakini hata hivyo, ajali ya moto sio kwa Burundi tu, na ajali ya moto inaweza kutokea kwa namna moja au nyingine, ikiwemo joto kali au msuguano. Tukio kama hili likitokea, sisi tunachofanya ni uchunguzi, na uchunguzi huwezi kumalizika kwa siku moja. Unamuuliza kila mtu kwa undani zaidi, na baada ya kuona kuwa kuna kitu ambacho ni kama tukielewi, ndio tunakwenda kwenye uhalisia zaidi. Tumaze kubona tutabibona niho ducha tutakwimvira tutituje mu bintu fiziki. Milipuko hiyo ilizusha taharuki kwenye maeneo mbalimbali ya mji wa Bujumbura wenye wakazi zaidi ya milioni 1, huku kombora moja ikaangukia karibu na kituo cha redio cha taifa. Msemaji wa jeshi Gaspar Baratuza wakati wa alisema itirafu ya umeme kwenye garasi la jeshi lilopo katika kambi ya Musaga iliyopo kwenye viunga vya kusini mwa Bujumbura ndio sababu ya milipuko hiyo. Habaye isanganya ry'umuyaga nkuba mwikambi ya gisirikare iri ku Musaga. Ilitokea itirafu ya umeme katika kambi ya kijeshi iliyopo Musaga mjini Bujumbura na kupelekea gari ya silaha kushika moto na kusikika milipuko ya mabomu. Tunawaomba watu watulie, wahusika wako wanafanya kila juhudi ili kila kitu kiende sawa. Watu watulie. Hakuna shambulio lililofanyika kama jinsi watu wengine walivyokuwa wanasema, na wahusika wako wanaangalia kama kuna wale wapata majeruhi ili wapelekwe hospitalini kwa ajili ya matibabu zaidi. Yuko ababijejwe bariko barakora ibishoboka kugira ngo barabe yuko nabo bakomeretse bajana kwa muganga. Bali na silaha kambilio athiriwa ni mojawapo ya vituo vikuu vinavyohifadhi vifaa vya jeshi la Burundi, na ina magara mengi ya silaha, vifaa, dawa na chakula, ikiwa ipo karibu na taasisi ya juu ya maafisa wa jeshi. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Msikilizaji, ni hapo ndipo tunafika mwisho